Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kama ilivyokuwa kwa Yanga kutambulisha jezi mpya ambazo watazitumia kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, ndivyo hivyo ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamefanya mara baada ya kuachia uzi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 23 wanakwenda kukipiga dhidi ya Petro de Luanda kutoka Angola kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa kwanza kabisa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wataingia na uzi mpya, na uzi wenyewe ndio kama huo ambao unaweza ukautazama vizuri. Huo ndio uzi wa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba wataweza kutumia uzi huo. Ni kama ni ule mabadiliko pekee yapo kwenye wadhamini. Kama umeutazama vizuri, yani material ni yale, rangi ni ile, lakini kwenye kifuani hapa kwenye ligi tuliona wekundu wa Msimbazi Simba mdhamini mkuu alikuwa ni Betway, lakini kwa sasa Simba wameweka mdhamini wao Mokola. Kwa hiyo ndicho ambacho kimebadilika, lakini uzi ni ule tofauti na Yanga ambao ukiutazama uzi wao ni kama wamebadilisha kila kitu kuanzia kwenye kola, lakini pia wao mdhamini amebakia kuwa yule SportPesa, lakini Simba wao wamebadilisha mdhamini. Yanga hawajabadilisha mdhamini, lakini mdhamini ni yule, lakini material ya ile jezi ya Yanga ni tofauti kabisa. Rangi ni tofauti na zile rangi ambazo wamezitumia kwenye ligi kuu ya soka ya NBC. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba wao wametumia uzi ule kasoro mdhamini ambaye kwenye ligi walikuwa wanamtumia Betway, lakini kwa sasa kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika wanatumia Mokola. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuachia uzi huo, na kama unaweza kutazama wachezaji mbalimbali wakiwa wametinga uzi, wameandika jezi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika 2025 na 26. Kupitia kwenye comment pengine tukatazame mapokeo ya mashabiki wa Simba mara baada ya kupokea uzi huo. Bwana huyu anasema sina usemi hapa. Mwingine anasema kama umependa jezi kama mimi weka like hapa. Mwingine anasema mzigo lobaki umeongezewa maneno tu, jezi ile ila makombe yetu msimu huu. Huyu anasema kama hujapenda jezi kama wale weka like hapa. Mwingine anasema unyama ni mwingi sana. Mwingine anasema nyinyi mshaona Ulaya timu ikienda Champions League wanabadilisha jezi? Anauliza hivyo. Mwingine anasema jezi mbaya sana hii, sinunui bora nivae ile ya ligi kuu. Mwingine anasema oya Simba ni wanyama mno. Unasema wanyama wapa sasa Simba haijawahi kulala, tutaamka na kurudi kwenye ubora wetu kwa taarifa za club. Sawa. Unasema alishatupaga. Sawa. Unasema bonge moja la jezi. Unasema jezi mbaya. Unasema ubunifu sifuri. Unasema na kombe ligi sio jezi tu. Unasema ndo nini hiki sasa wazee? Unasema Yanga wana vingi vya kujifunza kwa Simba. Mnaona jezi zetu zilivyo nzuri, sio matambala yenu. Unasema yani metoa logo tu ya NBC kwenye jezi za ligi, then mmebandika logo za CAF. I say, umesema kweli usimcheke mamba hujavuka mto. Hichi ni nini? Au ndio wanatokea? Sawa. Mnasema ile, mnasema hoya kama matoleo ya iPhone kuanzia 11 ila poa tu, sio ile mifuko ya sukari. Mnasema nyokeni kama sawa. Mnasema mzigo sawa. Kwa hiyo mnataka tununue wakati tunazo. Huyu anauliza kwamba wanataka hizi jezi wanataka mashabiki wanunue wakati wanazo. Of course unaweza ukanunua kwa sababu mdhamini aliyoko kwenye jezi za NBC si mdhamini ambaye yuko kwenye jezi za kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa kama shabiki wa Simba unaipenda Simba, utanunua uzi kuisupport timu yako kwa sababu ni moja kati ya michuano mikubwa ambayo inahitaji support ya mashabiki. Kwa wana Simba mjitokeze kwa wingi kwenda kununua jezi. Umesema post hata moja ya dada mwenye sawa. Umesema hapa Simba lidude likubwa, jezi za kikubwa. Nasema za kwetu ni nzuri kuliko malonyelonya ya Mwajuma dala ndefu. Umesema kama hujaipenda, umesema hatuna ubunifu kwa kweli. Umesema mngerudia ile ya pre-season 2 muongeze mapato, ila Simba mmetoweza ise. Umesema kweli
Sawa, hizi ndio jezi sasa, sio yale masanduku ya posta. Mnasema Simba msimu huu mnaongoza kwa jezi 5 tena kwa Jailut. Mnasema jezi ni ile ile, sinunui mimi, nitavaa NBC. Mnasema design akachoka kuleta new design bana, ile ile unyama. Mnasema Simba kama mbele tu Ulaya, hawanaga jezi za ligi ya mabingwa na za ligi kuu, yani ligi kuu ni hiyo hiyo na mashindano mengine ni hiyo hiyo, wana change logo tu. Mnasema mbona ni zile zile jamani? Mnasema Simba msimu huu kwenye uzi tuko vizuri, so wale. Mnasema hizi jezi zinakuwa bora tu kwa sababu kuna jezi mbaya zimeshatoka. Mnasema bandika bandua. Mnasema ni kama tu tumetoa Betway. Mnasema kama umeipenda like hapa. Mnasema ubunifu mzuri sana kutoka kwa Jailut. Watu wamezoea kuona vitu vipya, lakini walichofanya Simba ni ubunifu wa kutokwenda mbali na kitu kinachopendwa na mashabiki. Jezi hazina tofauti na za NBC. Tofauti ni Betway na Komola na Mokola. Mmetisha sana Simba. Huo ndio ubunifu tunaotaka sisi. Kusema kumbe ni kweli bwana, mmetoa tu Betway basi rasmi. Nimeacha kuzicheka jezi za Yanga. Kusema ila hapo mmezingua kuu, na sidhani kama zitafanya poa sokoni. Nimesema mbona ni ile ile. Nimesema mbona ni zile zile. Bwana iko hivyo. Comment ni nyingi sana kupitia kwenye ukurasa wa klabu wa Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Simba kuachia jezi ambazo watazitumia kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi. Lakini kama ambavyo comment zinasomeka, jezi ni zile zile. Yani kilichobadilika kwenye jezi ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni logo ya mdhamini, kwa maana ya Mokola ambayo wanakwenda kuitumia kwenye klabu bingwa barani Afrika, lakini NBC walitumia Betway, lakini material ni yale yale, jezi ni ile ile. Kwa hiyo wana Simba iko hivyo. Hiyo ndio jezi ya timu yenu na mnatakiwa kuiunga mkono, lakini kubwa zaidi ni kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo wa tarehe 23 dhidi ya Petro de Rwanda kutoka kule Angola, mchezo wa kwanza wa kombe la klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi, ambako Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kutupa karata yao. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, kwanza mnatakiwa mnunue jezi hizo mpya ambazo wamezitoa, hata kama ni logo imebadilika, lakini mashabiki wa Simba mna wajibu mkubwa sana wa kuweza kuisupport timu yenu. Lakini mbili, mjitokeze kwa wingi kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwenda kuisupport timu yenu, kuhakikisha kwamba inafanya vizuri kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, tunafahamu kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika wao wako kundi D ambalo lina Esperance Sportive de Tunis kutoka Tunisia, lakini Atletico Petro de Rwanda pamoja na Stade Malien. Sasa Simba wanakwenda kuanza na Petro de Rwanda ya Angola. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo mgumu sana, ni moja kati ya mchezo muhimu sana kwa Wekundu wa Msimbazi Simba ili kuweza kuzinyakua pointi 3 muhimu na kujiweka kwenye ile nafasi nzuri kwenye ule msimamo ili waweze kutinga hatua ya robo finali. Malengo makubwa ya Simba ni kutinga hatua ya nusu finali, kwa sababu mara kadhaa wamekuwa wakifika hatua ya robo finali, lakini sasa wameona inawezekana kwenda hatua nyingine, kama ambavyo walifanya kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita wakicheza finali dhidi ya RS Berkane. Sasa wanaona kabisa kwamba kwenye klabu bingwa barani Afrika wanaweza kufika hatua ya nusu finali, na kama sio kucheza hatua ya finali ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kubwa zaidi ni uzi mpya wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.